by what you receive, but the kindness you give, that's what I believe. In every selfless act, in every word be kind, blessings will return to you just in time. Just in time, Lord. Just in time. Wagwan Rastaman, wagwan King and the Queen. Haire, give thanks to all. Give thanks to Jah. Kwa majina naitwa Rasta wa TikTok. Leo nitawaingiza katika imani ya Kirasta na uweze kuwafafanulia kwa maana kuna mambo mengi ambayo yamekuwa kiongelewa mtaani ambayo ni tofauti na imani ya Kirasta na ni tofauti na chimbuko la Kirasta. Umeona, leo nitawaingiza japo kwa uchache tu ili niweze kuwapa mwanga muweze kujua nini tunaamini, kipi tuamini, kipi tunafuata, kipi ambacho hatufuati. Na kipi tunakula, kipi hatuli, kuna uhusiano gani kati ya Rasta dread na imani ya Kirasta? Kuna uhusiano gani kati ya bangi na imani ya Rasta? Leo tutaangalia kwa uchache ili tuweze kujua. Karibuni. Nitarudisha mpaka mwaka 1852 ili tuweze kujua historia imeendaje vizuri. Mwaka 1852 alizaliwa mtu mmoja anaitwa Ras Makoneni. Ras Makoneni alikuwa ni binamu wa mtu mmoja alikuwa anaitwa Nemeleki wa pili ambaye alikuwa ni mfalme kipindi hicho. Katika makuzi na malezi ya Ras Makoneni alikuwa ni gavana wa sehemu moja inaitwa Harare, na alikuwa ni gavana wa Harare mwaka 1887. Aliweza kuwa gavana wa Harare ambayo alipambana katika vita hiyo na kuiteka Harare, kwa maana kipindi hicho Ras Makoneni alikuwa ni akiwa upande wa Ethiopia katika pirikishani za kupambana huku na huku, wakateka Harare, ndo akawa gavana wa Harare mwaka 1887. Baada ya kuteka Harare mwaka 1887, anakuja wakati ndo amekaa ili aweze kuenjoy ufalme na utawala wake vizuri, anakuja kupambana katika bato ya pili ambayo inaitwa Battle of Adwa. Warriors the high tenses for the brother. Kwa wale wasomi wa historia vizuri watakumbuka Battle of Adwa ilipigana mwaka 1896. Ndo kitu ambacho kikubwa sana ambacho anahusishwa nacho sana huyu Ras Makoneni ni hiyo Battle of Adwa iliyopigana mwaka 1896. Ilipotimu mwaka 1892 alizaliwa mtu mmoja katika familia ya Ras Makoneni. Alipata mtoto mwaka 1892 ambaye alikuwa anaitwa Haile Selassie. Haile Selassie kabla hajaitwa Haile Selassie, mwanzo alikuwa anaitwa Tafar Makonnen. Tafar Makonnen ndo jina lake la kwanza kabla hajaitwa Haile Selassie. Hapo tuweke sawa vizuri ili watu muweze kujua imekuwaje, kwa nini nimesema alikuwa anaitwa Tafar Makonnen. Makoneni alikuwa ni baba yake ambaye alikuwa anaitwa Ras Makonnen. Ras maana yake ni cheo cha juu ambacho ni sawa sawa kwa wazungu wanaita duke, wengine wanaita prince, wengine wanaita yani ni cheo cha juu zaidi ambacho mtu wa kifalme alikuwa anapewa, na maana alikuwa anaitwa Ras. Ras maana yake ni cheo cha juu cha utawala, ambayo kwa sasa hivi wanachukua kama ni cheo cha juu cha elimu ya kiroho, ila zamani alikuwa anaitwa Ras. Maana yake ni mtu ambaye ana cheo cha juu kiuongozi, kisiasa na kiutawala, alikuwa anaitwa Ras. Baba yake alikuwa anaitwa Ras Makonnen. Yeye kwa sasa hivi kabla hajaitwa Haile Selassie alikuwa anaitwa Tafar Makonnen. Tuko pamoja mpaka hapo? Twende taratibu tu ili mtaweza kunielewa nini namaanisha na kwa nini kutoka kuitwa Tafar Makonnen mpaka kuitwa Haile Selassie, na walikuwa wanamuita Haile Selassie wa kwanza. Kwa nini akachukua cheo cha kuitwa
Haile Selassie wa kwanza. Ilikuwaje? Kipi kilichotokea? Kwa nini akabadilisha jina? Kwa nini ikawa hivi? Ninajua mna mengi ya kujiuliza kwa nini ilikuwa hivyo, ila tena taratibu tu tutaelewana. Haile Selassie kama mwanzo nilivyowaambia, babake alikuwa ni gavana wa Harar. Najua utaniuliza imekuwaje wakati Ras Makonnen alikuwa ni gavana, lakini imekuwaje mpaka Haile Selassie kipindi hicho alikuwa anaitwa Tafari Makonnen akachukua uongozi? Ilikuwaje? Tuone taratibu tu tutaelewana. Baada ya Nemeleki wa pili kufariki dunia, kulikuwa kuna mvutano mkubwa, nani atakayerisi kiti cha uongozi, nani ambaye atakuwa kiongozi. Lilipendekezwa jina moja ambalo ndo alikuwa amepewa kipaumbele sana, ambaye ndo atakaye kuja kuwa kiongozi kuiongoza Ethiopia kipindi hicho. Alikuwa anaitwa Lili Iyasu. Lili Iyasu alikuwa ndo kipaumbele, ndo alikuwa anatakiwa kuchukua kile cheo, lakini mwaka 1916 baadhi ya viongozi walimtoa katika kinyang'anyiro hicho na kuwa nje ya kuongoza ile nchi kifalme. Ndo akapewa mtu mmoja alikuwa anaitwa Zewditu ndo akachukua nafasi hiyo. Wakati anapewa Zewditu alikuwa ni kama mgonjwa hivi, lakini katika namna moja au nyingine Haile Selassie akapewa kuongoza Ethiopia kwa kivuli cha Zewditu. Tuone taratibu. Kwa nini alipendekezwa Haile Selassie ambaye ni Tafari Makonnen? Cha kwanza alikuwa ni kisiasa, kiukoo, alikuwa ni ufalme, ni ukoo kifalme na kinafasi. Tuone taratibu. Kwa hiyo Tafari Makonnen akaongoza Ethiopia kwa kivuli cha Zewditu. Hapo tunaongelea mwaka 1916 baada ya Iyasu kutolewa katika kinyang'anyiro, ndo Tafari Makonnen akashika nafasi kwa kuongoza Ethiopia kwa kivuli cha Zewditu. Ila kiuhalisia ni kwamba ni Tafari alikuwa akiongoza nchi, ila kiprotokol ni kwamba alikuwa anaongoza kwa kivuli cha Zewditu. Ilipo timu mwaka 1930, Tafari Makonnen aliteuliwa na kusimikwa rasmi kuwa mfalme wa Ethiopia. Baada ya kusimikwa rasmi ndipo alipobadilisha jina lake akajiita Haile Selassie. Kwa nini alijiita Haile Selassie? Haile Selassie maana yake ni maneno mawili ambayo yana maana tofauti. La kwanza, Haile ni nguvu. Yaani maana yake ni nguvu, yani nguvu, uwezo, ndo Haile. Tuko pamoja? Alafu Selassie ni Trinity, utatu mtakatifu. Kwa hiyo ukiunganisha ni power of Holy Trinity, ndo maana ya Haile Selassie. Tuko pamoja? Baada ya mwaka 1930 walimbatiza pia kuitwa Ras Tafari. Tuone taratibu. Ras, kama nilivyowaambia pale mwanzo, ilikuwa ni cheo ambacho ni cha juu kiutawala. Tafari ilikuwa ni jina lake la kuzaliwa, kwa hiyo wakaunganisha ikaitwa Ras Tafari. Hiyo ni mwaka 1930 ndo. Kwa hiyo ndo maana halisi ya Ras Tafari. Ras Tafari ni moja, rasi ni kichwa, uwezo, cheo cha juu. Tafari ni jina ambalo alikuwa anaitwa Haile Selassie kabla hajaitwa Haile Selassie. Baada ya kusimikwa na kuwa mfalme mwaka 1930 ndo akajiita Haile Selassie wa kwanza, akimaanisha power of Holy Trinity. Tukirudi nyuma, ni kwa nini akajiita Holy Trinity? Tunarudi mpaka miaka ya zamani sana, kwa wapenzi wanaosoma sana sana Biblia, wanaosoma sana sana historia, theolojia. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Malkia wa Sheba. Malkia wa Sheba alikuwa anatokea Kush. Malkia wa Sheba alitoka Afrika
kwenda kukutana na Suleiman, kushangaa hekima aliyokuwa nayo. Wanasema wanazuoni kwamba baada ya Malkia wa Sheba kurudi Afrika, alirudi na mimba. Ile mimba ndo kikazaliwa kizazi cha utawala. Ndo macho ukija ukikifuatilia kile kizazi cha utawala ndo kinakuja mpaka anaangukia Rastafari Haile Selassie wa kwanza. Ndo maana akajipa jina la kuitwa Haile Selassie, ambayo ni Power of Holy Trinity. Mwaka 1930 pia mwaka huo ndo zilianza harakati za Rastafarian kule Jamaica, ambako wa Jamaica waliamini kwamba ndio yule mtu aliyotabiriwa kwamba atakaye kuja kumuokoa mtu mweusi kutoka katika utawala wa ubaguzi wa rangi na utawala wa slave trade. Ndo walikuwa naamini ndo mtu ambaye alikuwa anatabiriwa na kiongozi wa kundi moja lilikuwa likiitwa Black Panther. Alitabiri kwamba kuna mtu mmoja atakaye kuja ambaye ndo atakaye watoa wa Afrika katika giza na kuweka katika nuru, atakaye waunganisha wa Afrika wote kwa kitu kimoja. Ndio alipozaliwa Haile Selassie, wakaamini ndio huyu. Kwa sababu ukija ukiangalia vitu ambavyo walivyokuwa kivifanya Haile Selassie ni vitu vyote ambavyo vilivyokuwa vimetabiriwa tayari huko nyuma. Kivipi? Mtu wa kwanza na ndio alikuwa source ya umoja wa Afrika, na ndio alikuwa kiwaunganisha wa Afrika wote kwa kitu kimoja kipindi hicho. Sasa twende, imekuwaje hizi imani za kirasta zikaingia? Sasa ipo hivi, baada ya Rastafari kushika kasi sana kule Jamaica, watu wengi ndo wakachukulia kama imani sasa, ambao kila mtu anajiita Rastafari kwa akimaanisha nini? Kwamba ni mtu ambaye amesimikwa kiutawala. Ndio maana katika imani ya kirasta hatuna jina lingine ambalo tunaitana sana sana, bali ni king and queen, kwamba ni malkia na mfalme. Mwanaume yeyote ni mfalme, ni ukoo wa kifalme ambao unaitwa king, na mwanamke yeyote ni ukoo wa kifalme ambao unaitwa queen. Ndio maana kwenye salamu tunatumia Haile king and queen, kwamba tunachukuliana vile tunavyotaka kuchukuliwa, na sisi ndio tunawachukulia wengine. Ndio maana pia hatuna neno you kama hivyo, tuna neno I and I, we Rastafari. Okay, tuangalie kuna uhusiano gani kati ya imani ya kirasta na dreadlock. Kuna baadhi ya maandiko ambayo nitakutajia ambayo imani ya kirasta inasimamia kuhusu dreadlock, ambayo kama utakuwa na Bible hapo, ningependa tufuatiliane taratibu ili tuweze kujua ni vitu gani ambavyo ni vya kuzingatia, au ni maandiko gani ambayo unataka kuyasoma. Soma Hesabu 6:5. Utasoma hapo utajua kwa nini na ni Rastamani hatunyoi nywele. Pia kuna Walawi 21:5, naomba utasoma mwenyewe hapo kama una Biblia. Hayo ni baadhi ya maandiko tu, yako mengi ila nimekupa baadhi ambayo unaenda ukasome mwenyewe, utajua kwa sababu gani imani ya kirasta tunaamini kwamba hutakiwi kukata nywele. Ni ishara ya kiroho, kujitenga kiroho, ni kujitenga na mfumo wa dunia hii. Babylon system inasimamia kama urembo, sijui nini, vitu kibao tu. Kwa hiyo imani ya Rastamani kufuga nywele ni kwenda kinyume na imani ya Babylon. Kwa hiyo sasa kuachia nywele kwa Rastafari ni ishara ya kujitenga, mteule, mnadhiri kwa Mungu. Tuko pamoja mpaka hapo? Hao ndo Marastafari. Ila kitu kingine ambacho ni cha kuzingatia sana, ambacho tunawaona huku mtaani wanafanya kazi nyingi, watu wengine wanapiga news, wanapiga music, wengine wamejiajiri wenyewe. Rastafari ipo against Babylon system kama nilivyowaambia pale mwanzo. Achana na hao ambao wanafanya imani ya kirasta kama wanaofuga dreadlock kwa urembo. Tunaona huko mtaani kibao, mtu anafuga nywele lakini yupo, ukimwangalia matendo yake unaona mbona huyu
wenzake ni watu wa amani, lakini mbona huyu yupo tofauti na wengine? Umeona? Kwa sababu gani? Yupo anafuga kufuata mkumbo tu, hajui nini maana chimbuko na rasi anatakiwa kufanya nini, hataki kufanya nini. Yupo unamwona mgomvi. Ndio maana zamani hichi kitu kilikuwa kinachukuliwa kama ni watu fulani ambao walikuwa kupisi sana, ila sasa hivi tunaona wahuni wengi wanafuga dread, wako tofauti kabisa. Yani mtu mwingine anasema ni wote walivyo. No, sio wote, ila watu wengi wanafuata mkumbo, hawajui maagano yaliyopo ndani ya imani ya Rastafari, hawajui. Katika imani ya Kirasi kuna dreadlock za aina, zipo nyingi kidogo, lakini nitazizungumzia 2. Kuna rasi ambayo kachi amesokota dreadlock kama hizi, na pia kuna rasi nywele mchambuko, au pia ni Rastafari. In short, Rastafari anatakiwa kuachia nywele. Nywele ni vazi la utakatifu kwa Rastafari. Yani hiyo ndo kwa ufupi tu ambao nitaka kujua kuhusu imani ya Kirasi na chimbuko lake. Leo tumeangalia nywele na chimbuko lake lilikuwaje, ila ninaamini next episode inayokuja nitawapa kwa nini Rastafari tunaamini kuhusu music, tunaamini kuhusu yani imekuwaje, kuna uhusiano gani kati ya bangi na Rastafari, inakuwaje hivyo yani. See you soon, stay blessed. Give thanks to Jah. Whoa, 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 Lord. True love is not measured by what you receive, but the kindness you give. That's what I believe. In every selfless act, in every word be kind, blessings will return to you just in time.